Leo nitakupitisha kwenye baadhi ya mambo ambayo pengine katika maisha yako hujawahi kuyasikia, ama pengine umewahi kuhisi ama kuona mahali popote mambo haya yakiandikwa. Basi karibu sana nikujuze. Hii ni Dunia Digital Update. Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili unapata update mbalimbali. Karibu sana katika makala hii maalum ambayo inahusu Kanisa Katoliki, moja ya taasisi kongwe zaidi duniani ambayo ilianza zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Hii imehifadhiwa ndani yake siri kubwa sana na siri nyingi zinazozua maswali makubwa kwa karne nyingi. Katika kipindi chake kirefu limehusishwa na nguvu za kisiasa, makundi ya siri na hata masuala ya kiroho yenye asili za kale na za kipagani. Vitu vilivyofichwa katika Vatican, yaani Vatican Secret Archives, inasemekana kuna maandiko, vitabu na hata siri kuhusu historia ya dunia ambazo hazijawekwa wazi kwa umma. Katika historia, kanisa limekuwa na nguvu kubwa kisiasa likihusiana na wafalme, vita na mabadiliko ya tawala. Wengine hudai kanisa limewahi kuhusika na kuwa karibu na mashirika ya siri kama Freemasons na Illuminati, ingawa kanisa lenyewe limewahi kulaani makundi haya rasmi. Moja ya vitu ambavyo vimekuwa ama vimezua gunzo hivi karibuni ni juu ya msalaba uliogeuzwa chini, jambo ambalo kuna klipu ambazo zimekuwa zikitembea kupitia mitandao ya kijamii zikizungumza na pengine zikioanishwa na mazishi ya Papa Francis ambayo yamefanyika hivi karibuni Vatican. Ukweli ukoje juu ya hiki ambacho kinazungumzwa? Msalaba uliogeuzwa ambao kwa kilugha ya Kiingereza unatambulika kama Inverted Cross, asili yake ni kwa heshima ya Mtume Petro ambaye inasemekana alisulubiwa kichwa chini sababu alijiona astahili kufa kama Yesu. Inverted Cross hutafsiriwa na baadhi ya watu kama ishara ya kishetani, yaani satanism, lakini kiasili kanisani ni ishara ya unyenyekevu wa Mtume Petro, si ya kishetani. Tofauti na tafsiri hutegemea mazingira. Kwenye baadhi ya makanisa ya Katoliki, ukiona huu msalaba sio ishara ya kishetani bali ni heshima kwa Mtume Petro, lakini kwa makundi ya kisasa ya kishetani wameuchukulia kama nembo yao ya kuipinga imani ya Kikristo. Alama kama all seeing ears, jicho linaloona kila kitu, piramidi au pentagram. Watu wamegundua kwamba mara nyingine majengo ya Vatican, mavazi ya viongozi au maandiko yao yanaonyesha symbols zinazofanana na zile zinazohusishwa na Freemason au Illuminati. Lakini pia mitindo ya ishara za mikono, hand sign, ambazo kuna video na picha zinazoonyesha baadhi ya viongozi wa juu wa Kanisa Katoliki wakitumia ishara za mikono zinazotafsiriwa kama tafsiri za kishetani kama vile horns, alama ya mapepo. Lakini pia kuna maonyesho ya sanamu za ajabu ambazo zinafahamika kama Resurrected Jesus iliyoko Vatican, ambayo baadhi ya watu wanaona ina sura ya mapepo au inawakilisha mabadiliko ya kiroho yanayopingana na Ukristo wa awali. Ndani ya Vatican kuna kitu kinaitwa Vatican Audience Hall ambayo inatambulika kama Papa Paulo VI Audience Hall. Jengo hili linafanana ajabu na kichwa cha nyoka ukitazama kwa picha ya juu. Ndani kuna sanamu kubwa ya chuma ya Yesu aliyefufuka ambayo wengine wanaona sura yake ni ya reptilian, nyoka au mjusi, baada ya mtu wa kawaida. Wengine wameenda mbali na kuamini kuwa ndani ya Vatican, hasa katika makanisa madogo madogo ya chini kwa chini, underground chapels, kuna sehemu ambapo ibada za siri za kumwabudu Lucifer zinafanyika. Kuna hata sehemu ya tenzi za Pasaka ambapo maneno haya yamesemwa kwa Kilatini: Flaming Lucifer fends mankind. Tafsiri ya haraka, Lucifer anawasha mwanga kwa ajili ya wanadamu. Na watu wamehoji kwa nini jina Lucifer limetajwa katika ibada za kanisa. Kuna undani hapa usemo kwamba kuna mchanganyiko wa Ukristo wa asili na ibada za siri za kale, yani Ancient Master Religions. Mnamo karne ya 18 na 19 kulikuwepo hofu kubwa kwamba mashirika ya siri kama Freemasons na baadaye Illuminati walijaribu kuingilia kanisa. Baadhi ya mapapa kama Papa Leo wa 16 waliwahi kuandika barua rasmi wakaonya dhidi ya nguvu za kishetani zinazojaribu kuvuruga kanisa kutoka ndani. Katika nadharia nyingi za kisasa inasemekana kwamba baadhi ya mapapa waliokalia kiti cha Mtakatifu Petro walikuwa na uhusiano wa moja kwa moja au walilazimishwa kwa siri kushirikiana na Freemason. Kwa mfano,
Papa John Paulo wa kwanza alifariki ghafla mwaka 1978, siku 33 tu baada ya kuchaguliwa. Wengine wanaamini aliuawa kwa sababu alitaka kufichua mtandao wa kishetani ndani ya Vatican unaohusisha benki ya Vatican na Freemasons. Kanisa Katoliki lina Jesuit Society of Jesus, shirika lenye nguvu kubwa sana kiulimwengu. Kiongozi wa Jesuit huitwa Superior General, lakini watu wa Deep Conception humuita Black Pope sio kwa sababu ya rangi ya ngozi, bali nguvu zaidi alizonazo. Inasemekana Black Pope ndio mwenye nguvu halisi na White Pope anayeonekana kwa umma ni figurehead tu. Yaani wakimaanisha huyu Black Pope ana nguvu zaidi kuliko papa ambaye anatambulika na ambaye anaonekana katika mazingira ambayo tumezoea. Jesuits walishukiwa kwa karne nyingi kuwa wanahusika katika siasa za dini, vita na njama za serikali za dunia mpya, New World Order. Kati ya Vatican Square kuna obelisk, yaani sanamu ndefu inayofanana na msumari kutoka Misri ya zamani. Hizi ziliwasilisha nguvu za jua na zilizopewa sadaka katika dini za kipagani. Inadaiwa kwamba Vatican ina hifadhi ya maandiko ya kale yanayozungumzia ukweli halisi wa dunia na historia ya mwanadamu. Miongoni mwa haya ni maandishi ya kale yanadaiwa Yesu alikuwa na maarifa ya siri na hakufundisha dini kama tunavyojua leo. Ushahidi wa mzunguko wa ustaarabu unaopotea kabla ya historia ya sasa kama vile Atlasis. Kanisa Katoliki hasa Vatican limechanganya Ukristo wa awali na masuala ya Ancient Mysteries, Legend na Illuminati symbology kwa sababu ya infiltration ya karne nyingi. Symbols za kishetani na secretary ceremonies zipo, lakini hufanyika kwa kificho, hasa ndani ya system ya madaraka ya juu. Watu wa kawaida hawaonani wala hawajuani. Vatican ina kituo cha kuangalia anga kinachoitwa Mtakatifu Graham Observatory huko Arizona, Marekani. Mojawapo ya vifaa vyao vya kuangalia anga linaitwa Lucifer. Jina hili limewapa watu wengi mashaka, kwa nini taasisi ya kidini itumie jina Lucifer kwa chombo cha kisayansi. Hizi ni update kutoka Dunia Digital. Tuandikie maoni yako hapo chini, usiache kusubscribe, kulike, kushare na comment.